Karibu sana kwenye sports update ya Inki Media. Karibu tuzungumze ya kimichezo ambayo yaliweza kujiri siku hii ya leo, ikiwa ni Novemba 15 ya mwaka 2023, ikiwa mchakato wa kuendelea kumtafuta mwalimu ama kocha mkuu wa kikosi cha wana lunyasi wekundu Msimbazi Simba kikiwa kinaendelea kwa mchakato wa 100%. Simba imeweza kuhusishwa na baadhi ya makocha ambao wanaweza kwenda kuwasajili katika msimu huu baada ya kuweza kumfukuza ama kumvunjia mkataba kocha Robertinho Oliveira. Simba wanahusishwa na baadhi ya makocha wakiwemo kocha aliyekuwa kocha mkuu wa kikosi cha wananchi Dar es Salaam Young African Nasreddine Nabi, ambaye yeye kwa hivi sasa yuko kule FAR Rabat kule nchini Morocco. Lakini pia Simba inahusishwa na kocha mwingine ambaye anaifundisha klabu ya USM Alger. Vile Simba inahusishwa na kocha na Abdul Haq Bechika, ambaye huyu ni kocha wa USM Alger. Wengine Simba wanahusishwa na kocha Asven van der Broek, ambaye pia aliyewahi kuwa kocha wa zamani wa klabu hiyo ya wekundu Msimbazi Simba. Aliweza kuifundisha Wydad Casablanca kama kocha wa mpito. Lakini baadhi taarifa zikaenda mbele zaidi la kuhusiana na Simba wao kupeleka taarifa ya maombi ya kuhitaji kuja kuifundisha klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba wana lunyasi Simba Sports Club, baada ya kupeleka taarifa kwa Florent Ibenge, ambaye huyu ni kocha nguli barani Afrika. Ni kocha ambaye ana historia kubwa sana katika soka barani Afrika, na hususan alishawahi kuzifundisha klabu kadha wa kadha. Hizo klabu pia zimeweza kufanya vizuri sana katika ukanda wa Afrika kwa ujumla. Aliyewahi kuifundisha ES Vita kutoka pale nchini Kongo, lakini vile kocha Ibenge alishawahi kuifundisha RS Berkane kutoka pale Morocco na kuweza kuifikisha katika hatua nzuri na kweli kuchukua taji la CAF Confederation Cup. Lakini vile kwa hivi sasa Ibenge ni mwalimu wa kikosi cha Al Hilal Omdurman kutoka pale Sudan. Lakini vile Simba waliwahi kuipeleka ofa ya kuhitaji Ibenge kuja kuifundisha Simba kwa msimu huu wa 2023-2024. Maombi ya klabu ya Simba waliyapeleka kwa Ibenge, lengo ni kuja kuchukua nafasi ya kocha Robertinho Oliveira. Kocha Ibenge aliweza kuipokea huo jumbe, na mwisho wa siku Ibenge aliweza kujibu Simba kwa maana kwamba kiasi ambacho yeye anachokihitaji kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba kiukweli ni kiasi kikubwa kweli ambacho Ibenge anachokihitaji kwenye msimu ambao yeye atakayekuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Maombi ya klabu ya Simba yaliweza kugonga mwamba baada ya kupewa kiasi kikubwa kweli na Florent Ibenge, ambaye yeye anahitaji kiasi kikubwa cha fedha ambacho atakacholipwa katika misimu ambayo yeye atakayoweza kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Baada ya hapo, wekundu Msimbazi Simba, uongozi wa Simba ukisimamiwa ama ukiongozwa na mwekezaji Mohamed Dewji Salim, Abdallah Mohene Try Again pamoja na Murtaza Mangungu na baadhi ya viongozi wengine, wakarudi ofisini na kuja kujadili kile ambacho walichoweza kujibiwa na Florent Ibenge kuhusiana na kiasi ambacho yeye anachokihitaji ndani ya misimu 3 mfululizo. Klabu ya Simba wao wanahitaji kocha ambaye atakayekuja kuvaa viatu vya kocha Robertinho Oliveira, na kipindi ambacho wao uongozi wa Simba watataka kumpa kocha mkataba wa miaka 3. Baada ya kimya cha muda mrefu, Simba kutoka ama kuipeleka ofa kwa Ibenge, na Ibenge baada ya kujibu uongozi wa Simba kwa kiasi ambacho yeye anachokihitaji kuja kuifundisha klabu yao ya Simba. Baada ya kimya cha muda mrefu, Ibenge aliweza kuwatafuta tena Simba na kuuliza vipi pale ambapo tulipoishia ofa imekuwaje. Simba wao hawakujibu mpaka hivi sasa, lakini taarifa njema kutoka kwa Ibenge, na ameweza kutumia taarifa
kutoka Simba kuhusiana na ile ofa ya mara ya kwanza ambao Ibenge aliweza kuwapa klabu ya Simba kwa kiasi kikubwa cha fedha ambacho yeye anachokihitaji kuja kuifundisha Wanda Lunyasi Simba Sports Club. Ibenge baada ya kukaa muda mrefu aliweza kuwatafuta klabu ya Simba siku za hivi karibuni, na baada ya Ibenge kuja hapa nchini Tanzania na klabu yake ya Al Hilal kuja kujiandaa kucheza mchezo wa klabu bingwa barani Afrika, Ibenge aliweza kuwatafuta uongozi wa Simba na kuwaeka chini na kuwapa ofa nzuri kweli kweli. Hapa ndipo ambapo Ibenge amesema kwamba yeye yupo tayari kabisa kuja kuifundisha klabu ya Simba, na ni miongoni mwa klabu ambazo zipo katika ndoto ama vipaumbele ambavyo yeye anatamani kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Ibenge aliweza kukaa nao chini uongozi wa Simba na kuwapunguzia kile kiasi ambacho alichowaambia pale mara kwanza kwa kiasi cha fedha kingi kweli kweli, lakini kwa awamu hii ya pili Ibenge amesema kwamba nipo tayari kuja kuifundisha klabu ya Simba, lakini kwa kiasi ambacho nitakacho wahitaji kunilipa nikifundisha klabu kadha wa kadha. Hizo klabu pia zimeweza kufanya vizuri sana katika ukanda wa Afrika kwa ujumla. Aliyewahi kuifundisha EAS Vita kutoka pale nchini Kongo, lakini vile vile kocha Ibenge alishawahi kuifundisha RS Berkane kutoka pale Morocco na kuweza kuifikisha katika hatua nzuri na kweli kuchukua taji la CAF Confederation Cup. Lakini vile vile kwa hivi sasa Ibenge ni mwalimu wa kikosi cha Al Hilal Omdurman kutoka pale Sudan, lakini vile Simba waliwahi kuipeleka ofa ya kuhitaji Ibenge kuja kuifundisha Simba kwa msimu huu wa 2023-2024. Maombi ya klabu ya Simba waliyapeleka kwa Ibenge, lengo ni kuja kuchukua nafasi ya kocha Robertinho Oliveira. Kocha Ibenge haliweza kuipokea huo ujumbe, na mwisho wa siku Ibenge aliweza kujibu Simba kwa maana kwamba kiasi ambacho yeye anachokihitaji kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba kiukweli ni kiasi kikubwa kweli ambacho Ibenge anachokihitaji kwenye msimu ambao yeye atakayekuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Maombi ya klabu ya Simba yaliweza kugonga mwamba baada ya kupewa kiasi kikubwa kweli na French Ibenge, ambaye yeye anahitaji kiasi kikubwa cha fedha ambacho atakacholipwa katika misimu ambayo yeye atakayoweza kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Baada ya hapo wekundu wa Msimbazi Simba, uongozi wa Simba ukisimamiwa ama ukiongozwa na mwekezaji Mohamed Dewji Salim, Abdallah Mohene Try Again pamoja na Murtaza Mangungu na baadhi ya viongozi wengine wakarudi ofisini na kuja kujadili kile ambacho walichoweza kujibiwa na French Ibenge kuhusiana na kiasi ambacho yeye anachokihitaji ndani ya misimu mitatu mfululizo. Klabu ya Simba wao wanahitaji kocha ambaye atakayekuja kuvaa viatu vya kocha Robertinho Oliveira, na kipindi ambacho wao uongozi wa Simba watataka kumpa kocha mkataba wa miaka mitatu. Baada ya kimya cha muda mrefu Simba kutoka ama kuipeleka ofa kwa Ibenge, na Ibenge baada ya kujibu uongozi wa Simba kwa kiasi ambacho yeye anachokihitaji kuja kuifundisha klabu yao ya Simba. Baada ya kimya cha muda mrefu Ibenge aliweza kuwatafuta tena Simba na kuuliza vipi pale ambapo tulipoishia ofa imekuwaje? Simba wao hawakujibu mpaka hivi sasa, lakini taarifa njema kutoka kwa Ibenge, na ameweza kuwatumia taarifa Simba kuhusiana na ile ofa ya mara kwanza ambao Ibenge aliweza kuwapa klabu ya Simba kwa kiasi kikubwa cha fedha ambacho yeye anachokihitaji kuja kuifundisha Wanda Lunyasi Simba Sports Club. Ibenge baada ya kukaa muda mrefu aliweza kuwatafuta klabu ya Simba siku za hivi karibuni, na baada ya Ibenge
kuja hapa nchini Tanzania na klabu yake ya Al Hilal kuja kujiandaa kucheza mchezo wa klabu bingwa barani Afrika. Ibenge aliweza kutafuta uongozi wa Simba na kuwaeka chini na kuwapa ofa nzuri kweli kweli. Hapa ndipo ambapo Ibenge amesema kwamba yeye yupo tayari kabisa kuja kuifundisha klabu ya Simba na ni miongoni mwa klabu ambazo zipo katika ndoto ama vipaumbele ambavyo yeye anatamani kuja kuifundisha klabu hiyo ya Simba. Ibenge aliweza kukaa nao chini uongozi wa Simba na kuwapunguzia kile kiasi ambacho alichowaambia pale mara kwanza kwa kiasi cha fedha kingi kweli kweli, lakini kwa awamu hii ya pili Ibenge amesema kwamba nipo tayari kuja kuifundisha klabu ya Simba, lakini kwa kiasi ambacho nitakacho wahitaji kunilipa ni kiasi cha kawaida.